Usiku ni mrefu sana kwa yule anayesubiri asubuhi. Lakini vipi kama asubuhi haitowahi kufika? Kuna siri ambazo hazipaswi kufichuliwa. Kuna majina ambayo hayapaswi kutamkwa, na macho ambayo yakikuangalia mara moja tu kamwe huwezi kujinasua. Nilimkaribisha nyumbani kwangu, nilimpa kiti cha kukaa, nikampa chakula cha kula na sikio la kumsikiliza. Aliongea kwa utulivu mno, akanipa hekima, akanionyesha mwanga, lakini sikujua kuwa nilikuwa nacheza na giza lililoficha sura yake halisi. Kuna wakati shetani huja na sura nzuri na maneno matamu. Nakukaribisha mpenzi mtazamaji katika simulizi hii nzuri, simulizi ambayo bila shaka itakufundisha mambo mengi sana yasiyo dunia. Je, unajua nini kuhusu giza? Unajua nini kuhusu nuru? Na unajua nini kuhusu shetani? Basi nakuomba ambatana nami kuanzia hii episodi ya kwanza na zingine zitakazoendelea ili uweze kuyajua mengi sana. Jina langu naitwa Ramadhani Kaduri, lakini unaweza kuniita Kitopetope. Jicho kwa jicho na shetani. Sikuwahi kujua kuwa maisha yangu yangekuja kubadilika kwa namna ile. Mimi ni mtu wa kawaida sana, ninaishi katika kijiji cha pembezoni mwa mji, maisha yangu yakiwa na upweke na utulivu wa hali ya juu. Hadi siku ile nilipokutana na mgeni huyu wa ajabu, ndipo nilipoanza kuhisi mabadiliko. Huu ulikuwa mwanzo wa maisha yangu ya maumivu na mateso makubwa. Jina lake alikuwa anajiita Bi Amani. Alikuwa mwanamke wakati ya umri wa miaka 40 na kitu hivi, mwenye sura ya upole, lakini macho yake yalikuwa na mvuto wa ajabu. Alionekana kama mtu mwenye hekima nyingi na alizungumza kwa sauti ya utulivu iliyoweza kupenya ndani ya nafsi yangu. Alikuwa na tabia ya ajabu. Alijua mambo mengi sana kuhusu maisha yangu, kana kwamba alikuwa akinisoma katika kitabu. Tulikutana kwa mara ya kwanza kwenye duka lililo jirani na nyumba yangu. Nilikuwa nimesimama nikisubiri mahitaji. Ghafla nikasikia sauti nyuma yangu. Niligeuka taratibu na kumtazama yule aliyoniita. Nilimwona huyo mama alikuwa amevalia mavazi yenye usafi wa hali ya juu, lakini kilichonishangaza zaidi ni jinsi alivyonitazama moja kwa moja pasipo kupepesa macho. Hakika hata mkate ni muhimu, nilimjibu huku nikitabasamu. Naye pia alinitazama na kutabasamu kwa upole. Lakini kuna chakula cha roho ambacho wengi hukisahau, aliongea mama huyo. Kama ni mtu wa busara sana, aliongea mama huyo. Maneno yake yalikuwa mazito. Tulianza kuzungumza hapo na nilihisi kama tayari tumekuwa marafiki kwa muda mrefu. Aliniambia kuwa alikuwa msafiri, mtu aliyepita huku na kule akitafuta maana ya maisha. Nilivutiwa na hekima zake. Alizungumza kuhusu Mungu, kuhusu shetani, uzuri wa dunia na giza lililo ndani yake. Amani aliyohubiri juu ya mwanga wa kweli. Akanitaka nisijaribu kumhukumu mtu kwa sura yake, kwa maneno yake, bali kwa matendo yake. Alionekana kuwa mtu mwema sana, na hakika kipindi kifupi tu nikajikuta nikiwa na imani naye. Alianza kunitembelea nyumbani kwangu mara kwa mara. Tukawa tunakaa na kuzungumza kwa muda mrefu kuhusu maisha, hatima
na nguvu zisizoonekana, lakini taratibu mambo yalianza kubadilika. Kila ninapozungumza naye nilihisi kama ananijua zaidi ya ninavyojijua mwenyewe. Alifahamu siri zangu, ndoto zangu na hofu zangu za ndani kabisa. Alinipa ushauri mzuri wa kimaisha, lakini kila mara alisisitiza jambo moja tu: usimsahau shetani kwa kila kitu. Watu wanamchora shetani kama adui wa milele. Lakini je, umewahi kujiuliza kwa nini Mungu aliruhusu awepo? Aliniuliza mama yule. Nilishtuka kidogo, nikamuuliza, unamaanisha nini? Akatabasamu. Kila jambo lina sababu. Mungu ni mwema na shetani pia ana nafasi yake katika mpango wa uumbaji. Alinijibu kwa msisitizo mkubwa sana. Maneno yake yalinipa mashaka, lakini kwa jinsi alivyonipa faraja katika nyakati za huzuni, sikuweza kumshuku kwa lolote baya. Alikuwa rafiki wa kweli, mtu wa kuniongoza kwenye mambo ambayo nilihisi nakwama kifikra. Ghafla nilianza kuona ndoto za ajabu. Katika ndoto zangu nilijiona nikitembea gizani, nikifuatwa na kivuli kisicho na sura halisi. Kila mara nilipojaribu kukimbia, sauti ya Biamani ilisikika ikinibembeleza, usiogope, usiogope giza, kwa sababu hata mwanga unaweza kudanganya. Kadri siku zilivyoendelea, hali yangu ilianza kubadilika. Nilianza kuona vitu ambavyo sikupaswa kuviona. Wakati mwingine nilihisi kana kwamba nilikuwa naishi kwenye ulimwengu wa ndoto na si uhalisia. Sauti za watu waliokufa zilianza kuninong'oneza usiku. Lakini cha ajabu zaidi, Biamani alikuwa kila sehemu. Alikuwa akinijia hata nikiwa katika usingizi. Siku moja nilimuuliza, wewe ni nani hasa? Alinitazama kwa sekunde kadhaa, kisha akatabasamu, na tabasamu lake lenye maana nzito na kusema, mimi ni rafiki yako, na marafiki wa kweli huwa hawajifichi, sivyo? Sikujua kuwa wakati huu tayari nilikuwa nimefungua mlango wa giza lisiloonekana. Maisha yangu yalikuwa yakielekea mahali ambapo siwezi kuyazuia tena. Nikusihi tu usikose kufuatilia episodi inayofuata, maana kuna mambo mengi sana ambayo ni muhimu kuyajua. Jina langu naitwa Ramadhani Kaduri. Usisahau kusubscribe na kucomment. Tukutane katika episodi inayofuata.